Bwana, kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya makundi ambayo imepangwa leo, bwana, tunafahamu kwamba Tanzania inawakilishwa na Singida Black Stars pamoja na Azam FC kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa tukatazame makundi jinsi yalivyo na pengine nafasi za Azam na Singida Black Stars kwenye kutinga hatua ya robo finali kutokana na namna ambavyo makundi yamepangwa. Bwana, kundi A lina FC San Pedro kutoka Cote d'Ivoire kwa maana ya Ivory Coast, lakini kuna OC Safi kutoka Morocco, Joruba Bamako kutoka Mali pamoja na USM Alger kutoka Algeria. Hilo ni kundi A kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Ukitazama kundi USM Alger anapewa nafasi ya kuweza kutinga hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini kumtazama FC San Pedro kutoka Cote d'Ivoire pamoja na Joruba Bamako kutoka Mali ni moja pia kati ya vilabu ambavyo vimepewa nafasi ya kuweza kutinga hatua ya robo finali. OC Safi ni moja kati ya timu ambayo siwezi nikaizungumzia sana kwa sababu moja kati ya timu ambayo imekuwa haizungumzwi sana, lakini pia ni jina ambalo pengine kwenye michuano hii haijawahi kufanya vizuri kihivyo. Yani si timu ambayo inazungumzwa sana na ndio maana kwenye kutaja timu ambazo pengine zinaweza zikafuzu hatua ya robo finali umeona nachelea kuitaja. Sasa tusubirie kuona, pengine huenda maajabu yakatokea kwenye hili kundi A ambalo lina FC San Pedro kutoka Cote d'Ivoire, OC Safi kutoka Morocco, Joruba Bamako kutoka Mali pamoja na USM Alger. Bwana, hilo ni kundi A. Lakini kwa upande wa kundi B, bwana, kundi B lina Nairobi United kutoka Kenya, Azam FC kutoka Tanzania, AS Maniema kutoka Congo pamoja na Wydad Casablanca kutoka Morocco. Moja kati ya kundi ambalo Azam FC ina kibarua kizito sana kwa Wydad Casablanca, lakini pia AS Maniema. Ndio vilabu ambavyo unaweza kuona vinaweza vikatoa ushindani mkubwa kwa Azam FC. Kwa nini nazungumza hivyo? Nairobi United ni mara ya kwanza kwenye historia yao ya soka kutinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, vile vile na Azam FC, kwa sababu pia tunafahamu kwenye historia yao ya soka miaka 21 toka kuanzishwa kwa timu hiyo, Azam FC ndio inatinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ukitazama kundi unaona kabisa kwamba Wydad Casablanca, AS Maniema wana nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua ya robo finali, lakini Azam pamoja na Nairobi United wana la kujifunza pengine kwa AS Maniema pamoja na Wydad Casablanca, lakini lolote linaweza likatokea. Kama ambavyo wametengeneza rekodi ya miaka 21 ya kutokutinga hatua makundi na sasa wanatinga, huenda wakaenda kutengeneza historia nyingine ya kuweza kutinga hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kama ambavyo wametengeneza historia ya kuweza kutinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Stefano Aziz Ki, Hakim Ziyech tutawashuhudia wakitua kwenye ardhi ya Tanzania kwa maana ya kuja kucheza na Azam FC kwenye michuano hii, kwa sababu wako kundi moja na Azam FC. Kwa hiyo Stefano Aziz Ki, Hakim Ziyech, ingizo jipya ndani ya klabu ya Wydad Casablanca, tutawashuhudia kwenye ardhi ya Tanzania. Tunafahamu Stefano Aziz Ki amepita ndani ya klabu ya Yanga na anarejea tena kukipiga dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo Wydad Casablanca anatazamwa kama kigogo kwenye hili kundi, lakini AS Maniema ya Congo, akina Basiala wanatajwa nao pia kuwa vigogo kwenye hili kundi. Kwa hiyo wanapewa nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua ya robo finali, lakini kubwa zaidi tusubirie na kuona, pengine huenda maajabu yakatokea kwenye hili kundi. Azam FC akafanya maajabu, lakini pia Nairobi United wakafanya maajabu. Lakini kundi C lina vilabu vya Singida Black Stars kutoka Tanzania, AS Otoho kutoka Congo, Stellenbosch kutoka South Africa pamoja na CR Belouizdad. Ukilitazama kundi moja kwa moja unamzungumza CR Belouizdad pamoja na Stellenbosch, ndio ambao wanapewa nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua ya robo finali kutokana na uwezo
lakini pia kutokana na rekodi ambayo amekuwa nayo kwenye michuano hii ya mikubwa. Tunafahamu Stellenbosch msimu uliopita wamecheza hatua ya nusu finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba na wakaondoshwa. CR Belouizdad tunafahamu kubwa wa timu hiyo pale Algeria, moja kati ya timu kubwa, na tumeona namna ambavyo inavyocheza. Kwa hiyo CR Belouizdad, Stellenbosch wanapewa nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua ya robo finali kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Singida Black Stars wanatengeneza rekodi kwa mara ya kwanza toka kuanzishwa kwa timu hiyo, wanatinga hatua ya makundi. AS Otoho kutoka Kongo ni moja kati ya klabu ambayo ipo inazungumzwa, lakini bado huwezi ukalinganisha na vilabu vya Stellenbosch pamoja na CR Belouizdad. Kwa hiyo pia ni moja kati ya kundi ambalo ni gumu ukilitazama, lakini huenda pia tukashuhudia maajabu. Singida Black Stars tumeshuhudia usajili mkubwa, kina Clatous Chota Chama, kina Khalid Aucho na wengine wengi. Kwa hiyo huenda tukashuhudia pia wakifanya makubwa kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Licha kuwa ni marao ya kwanza, lakini huenda tukashuhudia makubwa. Lakini AS Otoho nayo pia huenda tukashuhudia ikafanya makubwa. Lakini kwa maana ya kwenye makaratasi wanazitazama Stellenbosch pamoja na CR Belouizdad kwamba ni moja kati ya timu ambazo zinaweza zikafanya makubwa zaidi. Kundi D lina Zesco United, Kaizer Chiefs kutoka South Africa, Al Masry kutoka Misri pamoja na Zamalek kutoka Misri. Moja kati ya kundi ambalo ukitazama makundi yote unaona kundi la kifo ni kundi D ambalo lina Zesco United kutoka Zambia, Kaizer Chiefs kutoka South Africa, Al Masry kutoka Misri, Zamalek kutoka Egypt. Ukitazama Zesco ni moja kati ya vilabu ambavyo ushiriki wake kwenye michuano ya kimataifa umekuwa ni kawaida. Yani wao kushiriki na kutinga toa makundi imekuwa ni kawaida. Kaizer Chiefs hakuna kipingamizi, moja kati ya timu kubwa kutoka South Africa, na kwenye michuano ya kimataifa ni kawaida kwao kushiriki, hata hatua makundi ni kawaida. Al Masry tunafahamu nao pia ni kawaida, walicheza na Wekundu wa Msimbazi Simba hatua ya robo finali wakaondoshwa, lakini moja kati ya timu kubwa pale nchini Egypt. Zamalek tunafahamu ndio wapinzani wakubwa wa Al Ahly, mabingwa mara nyingi kwa klabu bingwa barani Afrika, nao pia wako kwenye kundi hili. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo ni gumu sana. Ukitazama pengine nafasi ya timu ambayo pengine inatajwa kufuzu hatua ya robo finali, unaweza kusema Zamalek, lakini pia ukasema Kaizer Chiefs, lakini bado kazungumza Al Masry, lakini bado kaizungumza pia Zesco. Kwa hiyo hapa underdog ni yoyote, unaweza ukasema hivyo kwa sababu ya uwezo wa vilabu hivi. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo ninatazama kuwa kundi gumu kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo haya ndio makundi kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika tukiyatazama, lakini kubwa zaidi tukiwatazama wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano hii. Azam FC kundi B akiwa na Nairobi United, AS Maniema pamoja na Wydad Casablanca, lakini Singida Black Stars kwenye kundi C akiwa na AS Otoho, Stellenbosch pamoja na CR Belouizdad. Kwa hiyo ni moja kati ya makundi ambayo unaona ni magumu kweli kweli, lakini kubwa zaidi tutakwenda kushuhudia ni nani atakaye pita kwenye kila kundi na kuweza kutinga hatua ya robo finali. Tunafahamu kila kundi zitapita timu mbili kwa ajili ya kufuzu hatua ya robo finali. Ni Singida, Azam, Zesco ama FC San Pedro au nani? Unaweza pia ukadondosha comment yako kupitia kwenye comment section hapo chini, ukaniambia pengine makundi haya kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika unayatazama vipi? Nani ambao unamuona pengine anaweza kafuzu hatua ya robo finali, na nani unaweza unamtazama kama timu ambayo pengine huenda Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.